akasali kwa ajili ya Mola wake. Bali lakini nyinyi hamtaki hivyo, hamtaki nyinyi kutakasa nafsi zenu, wala hamtaki nyinyi kujenga uhusiano mzuri na Mola wenu. Yani hivyo mlivyo ndo mnajiona mmetosha, mmemalizika, mnaweza kujimalizia mambo yenu yote wenyewe, kwa sababu mna akili, mna pesa, mna hivi. Bali lakini kinachowasibu mpaka mkawa hamna mawasiliano mazuri na Mola wenu, tuuthiruna alhayata dunia, mumependezewa zaidi na haya maisha ya duniani. Kwa hiyo ili dunia yenu ifane ni kumuasi Mola wenu, ndio mtakapojisikia kwamba nyinyi mmepata raha ya dunia. Wal akhiratu, na ilhali akhira, khairun wa abqa, kuna maisha bora zaidi na ni yenye kubaki milele. Kwa hiyo nyinyi mnaathirika na hiki cha muda cha bandia, mukakiharibu kile cha kudumu. Lakini mlikuwa kama mna akili, mutafute kile cha kudumu, kwa sababu ndicho bora zaidi na kitabakia milele. Ndio tulifikia hapo, na mpaka katika kumalizia darasa yetu ya nyuma tulisoma maneno hapa ambayo aliyasema sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'udi. Aliwauliza wenzake, Abdullah ibn Mas'udi kawaambia wenzake, atadruna lima atharna alhayata ad-dunya ala al-akhirah, hivi mnajua kwa nini sisi wanadamu tunaathirika zaidi na maisha ya dunia kuliko akhera? Tunavyoitafuta dunia sivyo kabisa tunavyoitafuta akhera, na Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba dunia ni bandia na akhera ndo ya uhakika na ya kudumu. Lakini kwa nini kile cha uhakika na cha kudumu hatuathiriki nacho zaidi kukitafuta, kama tulivyoathirika na kukitafuta hiki cha bandia na cha muda mfupi, cha bandia na cha muda mfupi? Lakini tunapoteza wakati wetu wote kwa hichi. Kwa nini? Atadruna, hivi mnajua, lima atharna alhayata dunya ala alakhirah, kwa nini sisi tumeathirika zaidi na maisha ya dunia kuliko akhera? Kwa nini hatuitafuti akhera kama ambavyo tunaitafuta dunia? Kwa nini hatuina bidii kuitengeneza nyumba yetu ya kudumu kama tulivyo na bidii kutengeneza nyumba ya muda? Kwa nini? Qalu, wakasema wale wenziwe, la, hatujui sababu, tunajishtukia tu, tunapenda sana kujijenga kidunia na akhera tunakuwa tunaifumbia macho. Jambo la pesa linapewa umuhimu wote, lakini jambo la thawabu watu hawana habari nalo. Hivyo tu ndo walivyo. Kwa hiyo hata hao masahaba walioishi na Mtume, sababu ya watu kuwa hivi pia na wao wanasema la, hatujui, lakini hivyo ndivyo tulivyo. Kala, akawajibu Ibn Mas'udi, huyu ni mmoja katika waandishi wa wahi, watu waliotaalamika katika masomo ya Mtume. Akawaambia, lianna dunia, kwa sababu kinachotufanya tushughulike sana na dunia ni kwa sababu dunia ahdharat wa ajalat lana, imetutandazia, inatuonyesha na halafu inatupa haraka haraka mapema hapa tulipo, bitaamiha, chakula chake. Mtu anajua thamani na ladha na uzuri wa chakula, na hapa duniani anakipata kile chakula, kwa hiyo anahangaika na kile kitu anachokijua, na akihangaika hukipata. Lakini thawabu, pepo, radhi ya Mungu, yani ni vitu ambavyo viko in abstract form, hawezi mtu kuthibitisha, hawezi kuvitafuta vitu kama hivyo. Lakini chakula anakijua thamani yake, atatafuta mlo kwa gharama yoyote, japo kuiba au kudhulumu, lakini kwa sababu anajua mlo ni nini, atautafuta huu mlo kwa njia yoyote. Maana mlo kaambiwa ndiyo atafute, lakini analipwa thawabu kwa kuutafuta ule mlo kwa njia zilizoamrishwa. Maana Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoagiza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kuleni vyakula vyote nilivyokuwekeeni ardhini, lakini zingatieni uhalali wa kuvimiliki kwake, na muchague vilivyokuwa vizuri, musile vyakula ovyo ovyo. Halalan, muzingatie njia za uhalali, mpaka ukikipata hicho chakula chako
uhakikishe unapita katika njia halali. Mwenyezi Mungu ndivyo alivyosema, lakini anajua mnahitaji chakula na kaweka vyakula na mtavitafuta vyakula, lakini kasema mupite njia za halali, mmiliki na mpate hicho chakula. Alafu tena tayyiba, mutafute vilivyo vizuri, sio mle tu vyakula ovyo ovyo ambavyo havina faida au vitakuwa na madhara kwa afya zenu. Kwa hiyo mtafute vyakula vizuri, na hapo mtakavyovipata mjue mmevipata kwa njia za halali. Mradi Mwenyezi Mungu kaweka utaratibu, na watu wote wanaomwabudu Mungu wanauheshimu ule utaratibu wa Mungu. Hawa ndio huambiwa wana dini, na yote wanayoyafanya maadamu yanafuata utaratibu, kwao inakuwa ni ibada na lazima watalipwa. Lakini watu hawajali kufanya mambo yao ili walipwe, wanajali wafanye mambo yao ili wapate tu wanachokitaka kwa njia yoyote. Hasa hii yote ni kwa sababu mtu anashawishika na hivi vitu vya haraka haraka. Akitaka chakula, na kwa sababu anakijua chakula, yeye lengo lake ni kupata tu chakula. Haangalii kama hichi nimekipata kwa halali au ni kizuri kwangu, kinafaa kutumia. Hata kama kakatazwa, yeye atakula. Washarabiha, na kinywaji chake au vinywaji vyake. Dunia imetupa kwa haraka vinywaji vyake. Basi tena hapo ukisikia mpaka na pombe zinaambiwa ndio urithi wetu. Baada ya kufanya kazi mchana kutwa, basi jiburudishe, changamsha akili yako kwa Guinness au kwa chengine chochote katika pombe zinazotangazwa. Lakini hapimi yeye uhalali wa kinywaji kile, uzuri wa kinywaji kile, yeye haangalii hivyo, anaangalia kupata. Haheshimu utaratibu wa Mungu yeye, mradi anachotaka kupata chakula na kinywaji. Wanisaiha, na wanawake wake. Yani tumewekewa duniani wanawake wengi, na tukipiga sensa kila nchi unakuta idadi ya wanawake ni kubwa zaidi kuliko wanaume, na kila unayemuona mzuri kuliko mwingine. Kwa hiyo huenda ukashawishika, ukampenda, ukaamua uoe wako halali. Akishafika nyumbani bado ukamuona huyu kumbe mbaya kuliko yule, ukatafuta na wengine 15 uridhishe nafsi yako, mradi wewe haja yako upate wanawake tu. Maana kuna mtu anafikia kiwango kuwa Mungu kampa riziki, anasema asa mimi kwa sasa nilipofikia sina haja ya chakula, sina haja ya pesa. Pesa nazo nitatumia mpaka maisha yangu yaishi. Sasa hivi mimi haja yangu hawa tu wanawake. Sasa hapo angalii uhalali, lengo lake alilojiwekea apate wanawake, basi anahakikisha anapata wanawake. Sasa duniani huyu mtu kashawishika na wanawake, kawa ni sex minded. Kwa hiyo yeye atatimiza tu lengo lake, awapate wanawake, bila ya kuangalia zile statement ya uhalali wa kumpata kwake na uzuri wa mwanamke mwenyewe. Haviangaliwi hivyo. Wala dhaidhiha, na ladha zake dunia mbalimbali. Dunia ina mambo mengi ya starehe yanayomfanya mtu aliye hai mwenye afya ajivunie uhai wake akiwa duniani. Kwa hiyo ladha zote za dunia zipo haraka, mtu anaziona, anazipata, akichangamka kidogo anafikia malengo yake. Lakini yote haya yameambiwa haya ni bandia ya muda. Mnakokwenda wako ya kudumu, haya yatafuteni, lakini hayatolewi bure. Hasa mtu yale ya kudumu hatafuti, anatafuta haya ya bandia ya muda ambayo akishatumia anayawacha, anakokwenda kubaya kesha kuharibu, hakuna lolote zuri alilolitanguliza. Kwa hiyo dunia imemfungulia mtu mambo yake haya: chakula, kinywaji, wanawake, starehe, mapambo. Kwa bahajati ya mapambo yake, mapambo ya dunia yapo na yanaonekanwa, na kila mmoja hutaka akamilishe maisha yake kwa kujipamba kama wanavyojipamba watu wengine wa duniani. Wa innal akhirata, na akhira kwa hakika, ghuyibat wazuwiyat anna, imefichwa ladha za akhira, vyakula vya akhira, vinywaji vya akhira, starehe za akhira, wanawake wa akhira. Hivi vitu viko katika kufikiriwa tu, hakuna anayeweza akathibitisha hivyo vitu. Sasa kitu ambacho huwezi kuthibitisha, basi imani yako kwake inakuwa ni ndogo sana.
Hii ndio ilikuwa jawabu ya Abdullah ibn Mas'udi, kwa nini watu wanashughulika kufanya makosa ya kuimarisha dunia ambayo wana uhakika wataiondoka, lakini hawafanyi bidii ile ile wanayoishughulikia dunia yao kujitengenezea maisha yao ya kudumu ya akhera ambayo watabakia milele bila ya kutoka. Akhera mambo yake yamefichwa, lakini dunia mambo yake yako hadhiri, yako wazi, na kila mmoja anajua manufaa na uzuri wa mambo yaliyopo mbele yake. Kwa hiyo hushughulika na haya anayoyaona, hayo ya kusimuliwa hataki kuyatia maanani. Anasema sina uhakika hasa kama ni kweli. Kwa sababu hii ndo anakanusha kufufuliwa. Hakuna hisabu, hakuna malipo, hakuna pepo, hakuna chochote, kwa sababu kayaona aliyoyaona, na asema nikikosea hapa ndo nimekosa, nimepoteza kila kitu. Kwa hiyo ashughulikie dunia kabisa. Mungu haaminiwi kuwa kaumba vingine vizuri zaidi na vya kudumu. Kwa hiyo watu hawavijali, hawavitaki, hawavitafuti, wanahangaika na hivi hivi tu japo vya bandia mpaka wamalize maisha yao ya kujaribiwa, aliyakuwa huko wanakokwenda watakuwa muflis, hawana chengine cha kuwasaidia. Fa ahbabna, kwa sababu hii ndiyo maana tukawa tunapenda al-ajila, hivi vitu vya haraka haraka vilivyopo mbele yetu, kwa sababu tunaviona na tunavijua, tunavipenda baada ya kuviona na kuvijua. Watarakna al-ajila, na tunaviacha hivyo vitu vya kusimliwa vya mbali, hatujaviona. Kwa hiyo hatuwezi kuthibitisha kitu tusichokiona. Tunafahamiana vizuri eh? Nyuma huko katika darasa zilizopita tumesoma kwa hadithi ndefu ambayo Mtume anasema huffati naru bishahawati wa huffati ljannatu bilmakari. Moto umeumbwa moto na una adhabu nyingi, lakini umezungushiwa matamanio, vitu ambavyo mtu vinamshawishi. Kwa hiyo vitu vingi vyenye ushawishi, vivutio, vinampelekea mtu motoni. Na pepo imezungushiwa mambo ya karaha yasiyopendeza pendeza. Kwa hiyo mambo mengi yamehimizwa, yakawekewa mkazo, lakini bado watu wanayachukia kwa sababu ndo karaha. Hawapendi kujisumbua kufanya mambo, faida yake hawaioni leo. Wao wanataka wafanye jambo, faida yake wapate leo. Hiyo ndo maana dunia inakuwa inashughulikiwa zaidi. Mtu anajua leo akichangamka anapata pesa, kesho anazitumia zile pesa, na kesho kutwa anachangamka anapata pesa, mtondogoo anazitumia zile pesa. Lakini akichangamka kufanya ya thawabu, hizo thawabu ndo nini? Zitamsaidia nini? Hili suala yeye hapendi kujisumbua kufanya jambo ambalo halijui uhakika wake. Kwa hiyo dunia ni tamu na watu wanaielewa, ndio maana wanachangamka kuishughulikia dunia yao. Inna hadha, hakika ya maelezo haya, aya zetu tunazoanza leo ya 18 na 19. Inna hadha, hakika ya maelezo haya yote yaliyo katika sura hii, la fi suhufi al-ula, wallahi yamo katika sahifa za mwanzo, vitabu vya mwongozo walivyopewa mitume waliotangulia. Suhufi Ibrahima wa Musa, vitabu kama alivyopewa Ibrahim na Musa. Inna hadha, ay maana yake inna hadhihi almawaidhi almadhkurati fi hadhihi surati, hakika ya mawaidha haya yaliyotajwa kwenye sura hii, suratul A'la, muthabbitatun fi suhufi alqadima, yamethibiti hivi hivi katika vitabu au sahifa zilizotangulia huko nyuma kwa mitume waliokuja kabla ya Muhammad. Sije mkaona Muhammad ndo anazua kaleta mambo mapya, ndo maana watu wanampinga na wanamkataa. La, anayoyasema Muhammad wameshayasema wenzio walokuja kabla yake, yamo haya kwenye vitabu vyao. Maana leo unalaumiwa Uislamu kwa kuwabagua wanawake. Kwa mfano, wanalazimishwa wavae, wajifunike funike. Hii si haki ya binadamu. Lakini wallahi suala hili katika vitabu vyote vilivyotoka mbinguni na mitume wote waliotumwa na Mungu, hili lilikuwa ndio adabu ya waumini. Wanawake wanajisitiri, wanavaa mavazi ya stara. Wanawake hawachanganyiki na wanaume.
katika ibada, katika jamii, ila awe na maharimu wake. Ndo dini, na mitume wote wametumwa na Mungu huyo huyo. Hasa ukipitia vitabu vya Taurati, Injili, Zaburi na hizo suhufi ambazo sio vitabu, haya ndiyo mafunzo yaliyomo, lakini watu wamefanya modification kwa sababu kupamba dunia yao zaidi, ionekane dunia ni mahala bora pa kuishi. Hayo yote wanayoyafanya hayamo ndani ya kitabu chochote. Wakatetea, wakaiga, wakasema hizi ndo haki za binadamu, lakini hakuna katika Taurati wala katika Injili wala katika Zaburi wala kitabu kilichotangulia kabla ya hivyo, ambapo anayoyasema Muhammadi yanapingana na kitabu hicho. Yeye kaleta mapya. Inna hadhihi almawa'idh almadhkurati fi hadhihi sura, hakika ya mawaidha haya yaliyotajwa katika sura hii, muthabbitatun, wallahi yamethibiti haya, hivi ndivyo yalivyo, fi suhufi alqadimati, katika sahifa za mwanzo, almunazzalati ala Ibrahima wa Musa alayhim assalam, vitabu vilivyoteremshwa kwa Ibrahim na Musa, au sahifa zilizoteremshwa kwa Ibrahim na Musa alayhim assalam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao. Fahia, kwa hivyo mawaidha haya, mimma tawafaqat fihi shara'i, ni katika mawaidha ambayo yamewafikiana na sharia za mitume wote. Haya anayoyasema Muhammad anayepingwa leo, haya yamethibiti na yanawafikiana na sharia za mitume wote waliomtangulia kabla yake. Hivi ndivyo walivyofanya Musa, na ndivyo walivyofanya Isa, na ndivyo walivyofanya Daudi na wengineo kabla ya hao. Wasatarathu alkutubu samawiyya, na mawaidha haya ndivyo yalivyoandikwa katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, Taurati, Injili, Zaburi, na hii Qur'ani ndio imeandika. Kama satarahu hadha alkitabu almajid, kama yalivyoandikwa na kitabu hiki cha Qur'ani kitukufu, ndivyo yalivyoandikwa katika vitabu vilivyotangulia. Kwa hiyo hamna jipya, hamna geni ambalo Muhammad kazua halikukuwepo katika mitume waliotangulia, au halimo katika vitabu vya mwanzo. Washangaeni hao wasomaji wa Taurati, halafu na haya wakasema ni kinyume na haki ya binadamu, hawayaelewi. Na washangaeni wasomaji wa Injili, halafu haya wayakatae, waseme ni kinyume na haki ya binadamu, hayakubaliki. Si mambo ya dini, ni mambo ya vioja wanayoyafanya. Katika sura ya pili Mwenyezi Mungu anasema, waqalu kunu hudan au nasara tahtadu, wanasema Mayahudi na Wakristo, kila mmoja anavutia upande wake. Hawajakaa pamoja wakasema kauli hiyo kwa pamoja, lakini kila mmoja kwa vyake ndivyo anavyosema. Yahudi husema hivyo na Mkristo husema hivyo. Yahudi anawaambia watu lazima wawe na mila ya Kiyahudi ndipo watakapoongoka, lakini Mwenyezi Mungu hajaleta duniani mila ya Kiyahudi iwe ndo dini. Musa hajaja kufundisha Uyahudi japo yeye Myahudi, wala Isa hajaja kufundisha Uyahudi japo yeye Myahudi. Wamekuja kufundisha dini waliotumwa ya Uislamu, lakini wao wakaivika ukabila na wakaifanyia marekebisho mengi dini nzima ikubaliane na matakwa yao. Kwa hiyo wakalu, wanasema kunu hudan, kuweni Mayahudi. Ina maana kampeni za Mayahudi ni kuwafanya watu wote duniani wawe na mila ya Kiyahudi. Na wanasema Wakristo kunu nasara, kuweni Wakristo, yani nyote mbatizo mwa Wakristo. Lakini hiyo ndo kampeni yao, kuwataka watu wote duniani wawe Wakristo, na wataridhika kuwa nyinyi mmeshakuwa waongofu endapo mtawaitikia Mayahudi mkawa Wayahudi, mila yenu ya Kiyahudi, na wataridhika Wakristo endapo mtawaitikia Wakristo mkabadili mila yenu na nyinyi mkawa Wakristo. Kul, akaambiwa mtume wetu, na kuambiwa mtume ndo tunaambiwa sisi sote, wakikujieni na kampeni hizo za kukushawishini mkubaliane na mila zao, waambieni jawabu hii, bal millata Ibrahima hanifan,
wama kana minal mushrikin. Lakini sisi tumeshikamana na mila ya Ibrahim, bal millata Ibrahima hanifa. Sisi tumeshikamana na mila ya Ibrahim. Ibrahim alikuwa ni mtu aliyetosheka na Uislamu tu, dini ya Mungu tu. Hiyo ndo hanifa maana yake. Na sisi sote tumetakiwa tuwe hunafaa, yani tusikubali kufuata mila nyingine ila Uislamu utoshe. Mwongozo wetu uwe ni ule aliyoutaka Mwenyezi Mungu na kama alivyoufundisha mtume wake. Hiyo ndo almillatul hanafia, mila ambayo imepwekeka na mila na itikadi nyingine zote ila ni ya Mungu tu peke yake. Wama kana minal mushrikin, na wala Ibrahim hakuwa katika watu washirikina kama ambavyo nyinyi mnashirikisha. Kulu, semeni, bado ni jawabu wanafundishwa Waislamu. Kulu, wakikujieni Mayahudi na Wakristo na kampeni zao kutaka mkubali mila zao, wajibuni hivi: amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wama utiya Musa wa Isa wama utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wajibuni hivyo. Kama nyinyi ni waumini kweli, kwanza kaeni kwenye imani yenu, msije mkatetereshwa, mkahadaliwa, mkakubaliana na mila zao. Nyinyi mna mila mbali, millatul hanafia. Mila yenu nyinyi ni millatul hanafia, mila isiyokubaliana na itikadi yoyote asiyoitaka Mwenyezi Mungu. Hiyo ndo mila yenu. Hawa na mila zao nyingine za kijahili, wameikataa mila safi ya dini ya Mungu, wakabuni mambo yao mengine ya ajabu ajabu, kutaka wastarehe kabisa duniani. Na nyinyi mkiwaiga, mmepoteza hatima ya maisha yenu ya kudumu. Utapata hiyo starehe ya dunia, lakini akhera mtapata moto wa maisha. Kwa hiyo nyinyi wakikujieni na kampeni zao, msikubali. Kulu, semeni, amanna billahi, sisi tumemwamini Mungu katika kila alilolitolea habari kwenye kitabu chetu cha Qur'ani na vitabu sahihi vilivyoteremshwa kwa mitume waliotangulia kabla yake. Tumemwamini Mungu. Wama unzila ilaina, na tunayaamini yaliyoteremshwa kwetu. Yani sisi tutakubaliana na mafunzo ya Qur'ani kwa uhakika wake. Amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahima, na tunayaamini na tutayafuata yaliyoteremshwa kwa Ibrahim. Ibrahim hajaja zama hizi, kaja huko nyuma, lakini yeye ni abul anbiyai, baba wa manabii wengi. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mtu anaitwa Khalilur Rahmani, mpenzi wa karibu wa Mwenyezi Mungu. Aliyoyafanya yote ni sahihi na sisi tunayakubali. Kwa hiyo lolote ambalo lina asili ya Ibrahim sisi tumelikubali, hiyo ndio mila yetu. Lakini sio haya ya kupandikiza kwenye Uyahudi na Ukristo. Ukristo si dini. Huyo Yesu hajaja kufundisha Ukristo, ni mambo ya kupangwa na wanadamu tu. Kwa hiyo sisi tunamwamini Mungu na tunayaamini yaliyoletwa kwenye kitabu chetu, na tunayaamini yaliyopewa Ibrahim. Wama unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub, na aliyoteremshiwa Ismail na aliyoteremshiwa Ishaq na Yaqub, yote tunayakubali. Yaqub ndo anaitwa Israel mwenyewe. Hili jina Israel kapewa Yaqub. Huyo Yaqub ndo Israel huyo, na wanawe Yaqub ndo wanaitwa Bani Israel, watoto wa Israel, watoto wa Yaqub. Kwa hiyo Yakubu ni nabii wa Mungu na yote aliyoyafanya sahihi. Sisi tunayakubali. Mila ya Yakubu ni mila yetu, lakini sio mila ya Kiyahudi wala sio mila ya Kikristo. Ni mila ya Yakubu aliyopewa na Mola wake. Wama utiya Musa wa Isa, na tunayakubali na kuyafuata aliyopewa Musa na aliyopewa Isa, au kama wao wanavyomwita Yesu.
Musa ndo anayeaminiwa na Mayahudi na hiyo dini ya Kiyahudi. Wao wanamtambua Musa ni nabii, lakini Mayahudi Yesu hawamtambui kama nabii. Mayahudi Yesu wanamtukana kuwa ni mwana wa haramu, mwana wa zinaa, kazaliwa nje ya ndoa. Kwa hiyo Mayahudi na dini yao, Kristo mzima wanauona ni dini ya kubabaisha. Na kisa ni kwamba huyu Isa wao wanasema mtoto wa zinaa, na Mungu hawezi kumpa heshima ya utume mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Hawezi kufanya hivi. Lakini sisi hatumtambui Yesu au Isa kama ni mtoto wa zinaa. Tunamfahamu ni mtu mtakatifu, kazaliwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ni nabii katika manabii. Aliyokuja nayo Isa sisi ndiyo dini yetu, ndio mila yetu. Wama utiya Musa wa Isa, tunayakubali na kuyafuata aliyopewa Musa yote na aliyopewa Isa yote. Wama utiya nabiyuna min rabbihim, na tunayaamini waliopewa manabii wote kutoka kwa Mola wao. Mungu wetu ndio huyo huyo mmoja, na wote kawatuma yeye waje na ujumbe mmoja unaofanana. La nufarriqu baina ahadin minhum, sisi hatumtafautishi, hatumbagui, hatumtengi baina ya yoyote katika manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Wote ni manabii wetu, ujumbe waliokuja nao tunaukubali, na maamrisho yao kwetu ndiyo mila yetu. La nufarriqu baina ahadin minhum, hatufarikishi, hatubagui, hatutenganishi baina yoyote katika mitume aliyowatuma Mwenyezi Mungu. Wa nahnu lahu, na sisi kwa Mungu huyo aliyewatuma mitume, muslimun, tumenyenyekea kwake, tumenyenyekea. Jawabu hiyo tumefunzwa sisi. Wakitujia na kampeni zao kutaka tuwe na mila ya Kiyahudi au mila ya Kikristo, tuwakatalie, kwa sababu Uyahudi sio dini wala Ukristo sio dini. Haiwezi kumfanya mwenye kuwa nayo dini hiyo afanikiwe kwenye maisha yajayo. Na hapa aya zinatuambia wallahi, yaliyoelezwa humu yamo kwenye vitabu vilivyopita. Sio vitabu tu official vile vilivyoteremshwa kutoka mbinguni walivyopewa manabii, hata kwenye sahifa ambayo labda itakuwa ni auxiliary books, vitabu visaidizi, pia mawaidha haya yamo yaliyomo kwenye sura hii. Sijui tu wao wanakikataa kitu gani. Kumvua nguo mwanamke wakaambia aende uchi ndio haki, ndio uhuru. Hamna katika kitabu chochote. Wanawake ni watu waliohifadhiwa zama zote, Mwenyezi Mungu kawapa heshima, lakini wao ndio wanaofanya ukorofi. Inna hadha la fi suhufi alula, hakika ya maelezo haya yamo katika sahifa za mwanzo. Suhufi Ibrahim wa Musa, sahifa alizopewa Ibrahim na alizopewa Musa. Inna hadhihi almawaidhi almadhkurati fi hadhihi sura, hakika ya mawaidha haya yaliyotajwa kwenye sura hii, muthabbitatun fi suhufi alqadimati, yamethibiti mawaidha haya yote katika sahifa zilizotangulia, sahifa kongwe, almunazzalati ala Ibrahima wa Musa, zilizoteremshwa kwa Ibrahim na Musa alayhim assalam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao. Fahiya mimma tawafaqat fihi shara'i, kwa hivyo mawaidha haya ni katika mawaidha ambayo yamewafikiana, yamekubaliana na sharia za mitume wote, ya kwamba Mungu atukuzwe, jina lake litakaswe, watu wafanye ibada, walikumbuke jina la Mwenyezi Mungu. Yote haya yamo katika vitabu vilivyopita mwanzo. Wasataratuhu alkutubu as-samawiyatu, yameandikwa mawaidha haya katika vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, Taurati, Injili, Zaburi, na humu ndo kwenye Qur'ani ndo yamo. Kama satarahu hadha alkitabu almajid, kama yalivyoandikwa na kitabu hichi kitukufu, ndivyo yalivyoandikwa kwenye vitabu vitukufu vilivyotangulia. Mwisho huku Sheikh kaweka maneno ya ziada ya faida kwetu, anasema tanbih, utanabahisho. Suhufu Musa ghairu Taurati, hii suhufu Musa ni mbali na Taurati, sio Taurati. Sahifa ni kitu chengine na kitabu ni kitu chengine. Kwa hivyo suhufu Musa
hii suhufu Musa ghairu Taurati, sio Taurati. Wakad urida, imepokewa, annahu u'tiya 10 suhufin, kwamba Musa alipewa sahifa 10 kabla ya Taurati. Kapewa sahifa 10 zenye miongozo kwa ajili ya watu wake. Alipewa Musa sahifa 10, sijui kama wenyewe ndo wanaziita amri 10, wamebabaishwa hivyo, lakini kapewa sahifa. Na sahifa, kila sahifa ina maelezo mengi, si amri moja. Sahifa kwa lugha yetu ya kisasa ni ukurasa, kama hii tunaita sahifa moja, au peji kwa kizungu. Upande huu wa karatasi ya kitabu huitwa sahifa moja. Sasa wao wana amri 10 za Musa alizopewa na Mungu, lakini Mungu alimpa sahifa 10 Musa, ambazo ndo ziliandikwa kwenye mbao alipokwenda kwenye mikati. Akapata na mitihani mingi kwa kukufuru watu wake baada ya kuacha kwa muda mfupi. Kwa hiyo hizi ni mbali na Taurati. Sahifa 10 alipewa kabla ya Taurati. Wakanat kulluha ibran, na sahifa zote 10 alizopewa zilikuwa zina mawaidha na mazingatio matupu. Hamna maneno ya kipuuzi, mna maneno yenye faida na yenye mazingatio kwa mwenye kuyahifadhi. Qala Abu Dharr al-Ghifari anasema, au alisema, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi nilimuuliza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, an suhufi Musa, kuhusu hizi sahifa za Musa. Yani Abu Dharr al-Ghifari alimuuliza mtume, huyu ni sahaba, alimuuliza mtume, hizi sahifa alizopewa Musa ndo nini? Ndo Taurati yenyewe? Ma kanat, ilikuwa ni kitu gani sahifa alizopewa? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kanat ibran kulluha au kullaha, sahifa hizi 10 zote zilikuwa ni mazingatio matupu kwa ajili ya watu wake. Kwa mfano yaliyoandikwa humo kwenye hizo sahifa, ajibtu liman ayqana bilmauti kaifa yafrahu, na taajabu sana na mtu ambaye ana hakika kuna mauti, inakuwaje ajifanye mwenye furaha sana? Yani ana hakika atakufa, lakini kwa nini ajipe furaha sana, ajifanye yuko free sana, asishughulike na lile litakalokuja kumkuta baada na wakati wa mauti? Kakabiliwa na kifo, lakini bado anajifanya yeye ni mtu wa kustarehe tu, anacheza tu, na anajua kifo maana yake nini. Anastaajabisha sana mtu kama huyu. Yani sawa sawa na kuku. Kuku yeye ni kiteweo kwa binadamu, lakini pengine keshachukuliwa sokoni, katolewa kwenye susu, anajua alikuwa kifungoni, na akifika kwa yule aliyemnunua anajidai ati kumposea mtama. Basi hata shughulika kula tu, hana wasiwasi, anakula tu mwenyewe, na akisogea mwingine anemudu atampiga ale mlo wake. Kumbe ndo analishwa atononoke, ashibe, achinjwe, watu wafanye kiteweo. Sasa furaha yake yote ile ya kufurahia mlo, kumbe ndo anabembelezwa ale kidogo, aongezeke uzito, watu wachinje wapate nyama nzuri. Hasa mtu anajua kwamba kaletwa hapa kwa muda mfupi tu kwa kujaribiwa, halafu anakufa, ndo kumaliza muda wake ni kufa. Anakokwenda kuna masala ya hisabu na malipo. Namshangaa sana mtu anayeyajua haya halafu akakaa duniani anacheza. Ndo mawaidha kama hayo ambayo yalikuwemo kwenye sahifa za Musa. Tunafahamiana? Ajibu tu, nina taajabu, nina mshangaa, liman, kumshangaa mtu ambaye aikana bil mauti, wallahi ana yaqini. Maana yaqini ni uhakika wa 100%. Hili jambo wallahi ni uhakika. Ninamshangaa mtu anayeyakini kwamba kuna mauti mbele yake. Na sijui kuna nani ambaye haamini kuwa yeye atakufa. Anayakini kuwa kakabiliwa na mauti mbele yake. Kaifa yafrahu, inakuwa kuwaje yeye akajifanya hapa duniani kwake ni mahala pa furaha? Yani azini, kaiba, kafanya hivi,
na anajua kuwa atakufa na anakokwenda kuna mambo. Huyu punguani hazijatimia, huyu wallahi hazijatimia. Anataajabisha mno mtu mwenye akili yake timamu, anayakini kwamba kakabiliwa na kifo na anajua kuna nini huko baada ya kifo na wakati wa kifo, alafu bado yeye akajifanya ni mtu wa kufurahi tu duniani. Hapa mahala yeye ni kuenjoy tu, mahala paraha tu. Huyu mtu anastaajabisha sana, hajatimia huyu. Tembeletu wasemaji wale wasanii wasema mapepe hajatulia. Alafu mna maneno kama ajibtu liman aikana binari, ninamtaajabia mtu anayeyakini kwamba kuna moto. Mungu kasema kuna moto, na yeye anasema anamwamini Mungu, anajua kuna hisabu na malipo, watu wengine wataofanya makosa wataingia motoni. Kaifa yadhahaku, vipi na yeye anacheka? Hati anacheka. Moto kwani naingia peke yangu? Moto si tumeumbiwa si, mara wengine ndo wanasema hivyo. Sasa kama sote tutasali huko motoni, atakwenda nani? Kama kaambiwa kama akikosekana yeye moto utazimika, bora yeye afanye makosa, moto nao ukapate haki yake. Wako watu wanasema hivyo, wale majasiri waliojiamini. Yani usimwambie chochote kuhusu makosa yake, usimhamasishe lolote kuhusu mambo ya ibada. Anasema sawa ustazi, huo moto tumeumbiwa sisi bwana. Yani jinsi alivyo na confidence, vile anavyoongea na wewe, unaweza ukaona kimeme wewe ukasema huyu tena bora ni mwachie, simwezi. Anacheka kwenye makosa, hata akizinduliwa haelewi, na anajua kwamba makosa matokeo yake ni kuishia kwenye adhabu, lakini anacheka. Ajibtu liman raa dunya wa taqallubuha bi ahliha. Maneno mengine ni kama haya: ajibtu, ninataajabu, liman, kumtajabia mtu ambaye raa dunia, anaiona dunia, watakalubuha, na mibadiliko yake, biahliha, kwa watu wake. Yani huyu leo tajiri, kesho kafilisika, kaporwa kila kitu, kimetaifishwa. Leo mfalme, kesho kauzuliwa, kapinduliwa, kaishia jela. Leo yuko hivi anasia, kesho mgonjwa, yuko intensive care. Yani dunia ndivyo ilivyo, haikuweki kwenye state moja tu ukawa uko hapo siku zote. Sasa anayetaajabiwa ni mtu anayeyaona mambo haya yote. Leo mzima ndio una afya, unaweza kwenda na mademu 3 4 kwa mpigo leo, lakini uelewe, hujaona kwamba kuna watu umeme hawana, kazi hiyo inawashinda. Una uhakika gani kwamba na wewe haiwezi kukutokezea hiyo siku moja? Basi uheshimu, huna heshima. Sasa dunia ina mabadiliko, haimweki mtu kwenye hali moja siku zote, lakini anataajabiwa mtu ambaye mabadiliko ya dunia inavyowakumba watu anayaona. Raa, anaona adunia wa takalubuha, dunia na migeuko yake, jinsi inavyowabadilikia watu, biahliha, watu wa dunia. Kaifa yatmainu ilaiha, vipi anajikita kuitegemea dunia hiyo hiyo ambayo kwenda na yeye ikambadilisha. Yani kakaa hapo, yeye ndo akajifurahia kwa sababu ana madaraka, akajivuna kwa madaraka yake, na wallahi anajua ya madaraka pengine baada ya miaka 3 yatamtoka, lakini bado yeye kajikita pale, hana wasiwasi, anaendekeza matamanio yake, taa kwa Mola wake hana. Huyu ni mtu pia wa kutaajabisha sana. Mawaidha yaliyokuwemo katika sahifa za Musa ni kama hayo: ajibtu liman aikana bilqadari thumma yansib, nataajabu na mtu anayeyakini na kadari, kwamba Mungu kapanga, kagawa mambo, kila mmoja kampa laki. Lakini namtaajabia yule mtu ambaye anajipinda kutaka kulazimisha jambo ambalo hakukadiriwa. Yeye ndo kawekwa wa 10, lakini anataka ajifanye lazima awe wa milioni. Basi hizo purukushani zake anazojitwika unamuonea huruma, kumbe ndo anabaki pale pale tu. Kwa sababu man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, anayetaka kunyokewa na dunia sisi humnyoshea hiyo dunia, lakini sio wote.
tunamnyoshea tunayemtaka na kwa kiwango tutakacho sisi. Sasa kadari ya Mwenyezi Mungu, mambo alivyoyapangilia anayo mwenyewe. Wewe kutaka kulazimisha liwe usiloliweza wewe, haliko katika makadirio yako, inakuwaje? Na huyu naye ni mtu anayetaajabisha vile vile. Wewe mtu hujakadiriwa uwe mfalme ukataka lazima uwe mfalme. Wewe mtu hujakadiriwa uwe tajiri ukataka ulazimishe lazima na wewe uwe tajiri. Yani haya ni mambo yanayomfanya mtu akiuke ile mipaka aliyowekewa. Sikaambiwa ale vya halali na vya vilivyo vizuri, basi yeye akishajikadiria lazima ale vizuri, basi atavitaka vile vizuri, halali anaikimbia, anakula vya haramu, lengo lake na yeye ale vizuri kama wanavyokula wengine vizuri. Unamkuta saa kama hizi alhasil, sikia sana maneno kwenye meza hapo, kaweka kuku, samaki wa kukaanga na bata kachinja na njiwa yupo, lakini yeye anafurahi kala vizuri. Hasa hivyo sio vizuri alivyovitaka Mwenyezi Mungu. Kaweka condition 2, halalan tayyiba, kiwe cha halali kwanza, halafu ndo uchague hivyo vya halali kilicho kizuri. Hasa hawa wote ni watu wenye kulaumiwa tu na Mwenyezi Mungu. Wanataajabisha sana wanadamu wasioheshimu instructions, maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Musa alipewa mawaidha kama haya kwa ajili ya watu wake, ili wafunzwe adabu, nidhamu, wamjue Mwenyezi Mungu na heshima yake, mambo yao wayafanye yakubaliane na anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama yalivyohumu kwenye sura hii, ndivyo yalivyozungumzwa kwenye vitabu vya mwanzo au sahifa zilizopita. Muhammad hajazua lolote geni wala hajaleta jipya. Haya ndiyo waliokuwa wakayasema mitume wengine walokuja kabla yake. Wa ila huna tama bi'auni llahi tafsiru suratul A'la, na mpaka hapo ndo imetimia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tafsiri ya suratul A'la. Sura inayofuata ni sura ya 86 tunayoingia leo, suratul Tariq, ambayo maelezo yake kwa ufupi: hadhihi suratul karima min as-suwar al-makkiyya, sura hii tukufu ni miongoni mwa sura zilizoteremshwa Maka kabla ya hijra. Wa hiya tualiju ba'd al-umuri, na sura hii inaelezea baadhi ya mambo al-mutaalliqati bil aqidati al-islamiyya, yanayotegemeana na itikadi ya Uislamu. Tunazungumzwa mambo ya akida, itikadi ya Uislamu. Wajamaa wana itikadi yao ya ujamaa, na wabepari wana itikadi yao ya ubepari. Watu wa demokrasia wana itikadi yao, na wenye vyama pia kuna itikadi za vyama mbalimbali. Kwa hiyo na Uislamu kwa ujumla wake, kama ni mwongozo wa maisha, una misingi yake ya akida, itikadi. Sasa watu ambao hawajaridhishwa na itikadi ya Uislamu kutoka humu kwenye Uislamu, wakenda wakaimarisha na kutukuza itikadi zao za vyama, itikadi zao sijui za demokrasia, itikadi za vitu vingine. Ukakuta Waislamu walikuwa asili yao wote Waislamu, lakini sasa wamekuwa mahasimu kwa sababu itikadi zao zimeshakuwa tofauti. Ile itikadi iliyowafanya wawe wamoja, wawe ndugu, wameikataa, wametoka, wamekimbia kabisa. Huko nje walikokwenda wametofautiana itikadi, sasa wamekuwa maadui, na kurudi huku kwao hawako tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo Uislamu wameukimbia. Watu wote ambao ni Waislamu, utakapoona hawaelewani, wamegombana, mpaka kwa Mwenyezi Mungu Uislamu wao haukubaliwi kabisa, si Waislamu sawa, wamepotea, wametoka kwenye nuru wakaingia vizani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha altaqa almuslimaini, watakapokutana Waislamu wawili au watakapopambana Waislamu wawili, bisaifihima, kwa panga zao, muradi silaha zozote zile. Sasa watu hawapigani kwa panga, labda mapigano ya kienyeji huku chochoroni, makondeko huko ya janjawidi,
lakini wakikutana Waislamu wawili na silaha zao tayari ni mahasimu, hawaelewani. Falqatilu walmaktulu fi nnari, atakayeua na atakayeuliwa wote motoni. Masahaba wakashangaa, sasa huyu kauawa anakosa gani? Lakini si walikuwa wako katika mapambano? Wote motoni. Ndiyo, kwa sababu huyu aliuawa anakwenda motoni baada ya kuuliwa, liannahu kana harisan ala qatli akhihi, na yeye alikuwa ana lengo lile lile, ana dhamira ile ile ya kumuua yule mwenziwe, lakini ndo kazidiwa, kawahiwa, kauliwa yeye. Sasa ingelikuwa kinyume, angewahi yeye ndo angemuua yule na yeye akawa muuaji. Wote motoni hawa, kwa sababu haya ni mambo yaliyokuwa yamewekewa vizingiti vya hali ya juu. Hayatakiwi Waislamu kuhasimiana, hawa ni ndugu. Lakini watakapotoka ndani ya dini wakaenda kwenye akida nyingine, wakajisikia wako tofauti kwa sababu ya zile itikadi zao za nje, tayari wameshamuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Pia hawahesabiwi kuwa ni Waislamu wakifa na mila zao hizo. Watakufa huko, wazikwe na heshima zote za chama na serikali na chenginecho. Heshima za mwisho watapewa, lakini ndo zitakuwa za mwisho kama wanavyosema. Heshima zile zitakuwa za mwisho atakazopewa hapa kwa Mwenyezi Mungu. Hawi ni mtu aliyefanikiwa, mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo mnazungumzwa ndani ya sura hii mambo yaliyotaalaki, yaliyounganishwa na akida ya Uislamu. Wa mahuru sura, na mada kuu ya sura hii yaduru haula al-imani bil ba'thi wan nushur. Mada kuu katika hii sura hii, maudhui kubwa, inazungumzia kuhusu kufufuliwa na watu kukusanywa pamoja baada ya kufufuliwa. Waqad aqamatil barahin waqad aqamatil burhan, na sura imesimamisha dalili asati yenye kutosheleza. Burhani ni hoja. Jambo lolote unapotaka likubalike, basi lazima ulitolee hoja, na Uislamu unatambua hoja. Uislamu unakubali reasoning. Kama una dukuduku lako la kuhoji, kuuliza masala, kutafuta undani, tafuta mpaka uridhike. Hautaki Uislamu kwamba watu waukubali kibubusa tu, au watishwe mpaka waukubali wakipenda wasipende. Hakutaka hivyo Mwenyezi Mungu, na ndio maana akasema la ikraha fi din. Sitaki watezwe nguvu watu kuingizwa kwenye dini. Mtu atakayeikubali dini aikubali kwa hiari yake, kwa ridhaa yake. Anayafanya yote anayoyafanya kwenye dini huku akiwa roho yake imependa na imekinai. Kwa hiyo Uislamu ukizungumza jambo, unaweka hoja, unatoa dalili, unatoa ushahidi. Hautaki mambo kuendeshwa kibubusa bubusa. Kwa hiyo sura imeonyesha hoja ya kutosheleza, wa dalilul qati, na dalili pia ya kukinaisha, ala qudratillahi, inayoonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hoja ya kuwa Mungu ni muweza, na dalili ya kuonyesha uwezo alionao Mwenyezi Mungu jalla wa ala, mwenye utukufu na cheo cha juu, ala imkani al-ba'thi, juu ya suala la uwezekano wa kufufuliwa. Watu wanaweza wakapinga katika mazingira ya kawaida. Walishapinga huko nyuma, wamepinga na waliokuja baada yao. Mpaka leo hivi tunavyoongea wako bado watu wanapinga kufufuliwa, haiwezekani, hakuna. Na watakuja wengine wazaliwe wapate idea hizo, wapinge kwamba suala la mtu aliyekufa kufufuliwa haiwezekani. Lakini Qur'ani imetoa dalili na hoja za kuthibitisha uwezekano wa suala hili. Tena dalili na hoja hufanya kazi kwa mtu mwenye elimu na akili yake ikawa salama. Anapewa ile hoja, alafu na mwenyewe akawa na uwezo mzuri wa kuitafakari, na moyo wake ukawa unatoa maamuzi ya busara. Anaweza akakinai kwa hoja na dalili. Lakini wengineo tena fungu la kukosa, hoja zote zitatolewa na dalili zote na hajaelewa, tena huna vya kumfanya. Fa inna alladhi khalaqa al-insana min al-adami, hoja na dalili iliyotolewa ni kwamba hakika ya yule aliyemuumba mwanadamu
wakati hakuwepo? Kamvumbua kiumbe alikuwa hayupo, na material aliyomuumbia hakununua wala hakuwazima mahala wala hakuiba. Kamvumbua kiumbe huyu design mpya, akamuumba, akaja duniani, yupo, kapatikana. Aliyeweza kulifanya hilo qadirun ala i'adatihi ba'da mautihi, ana uwezo wa kumrudisha tena binadamu huyu baada ya kufa kwake. Kwa hiyo kufa sio mwisho wa safari, anakuwa anapita tu kwenye hatua mbalimbali, kama alivyopita kwenye hatua mbalimbali mpaka akazaliwa akawa mtu mzima. Alikuwa hayupo. Hata huyo baba yake anayeambiwa baba yake alikuwa hayupo, na mama yake pia. Lakini leo yupo, ukimuuliza wazee wako ni nani, anajua mimi baba yangu ni fulani bin fulani, pahala fulani pale ndipo alipotoka baba yangu, na mama yangu ni fulani binti fulani, katoka pahala fulani. Miaka 300 iliyopita hawa wazee wako walikuwa wapi? Asema leo miaka 300 walikuwa hawajazaliwa hata, hawakuwepo. Ina maana wazee wako kumbe hawakuwepo, na wewe mwenyewe pia hukuwepo. Sasa aliyekuvumbua mpaka ukafikia hapo ulipo leo hapo, unamkadiria ana ujinga kiasi gani kwamba aweze kukuvumbua sasa hivi ndo upo, halafu tena kufa ndo hiyo ushapotea, hakujui tena ulikopotelea, hawezi kukuvumbua kukupata tena, haingii maanani. Laisa biawwalil khalqi, laisa awwalul khalqi biahwana alayya min i'adatihi. Mwenyezi Mungu anasema kuvumbua kitu kilichokuwa hakipo haiwezekani ndo iwe kwangu kazi rahisi niliyoiweza kuifanya, kuliko kitu nishakuwa nacho mwenyewe, nishakipata. Nikiondoa hali hii nikiweke kwenye hali nyingine, mnaambie ndo kimenipotea kinishinde kukipata. Haiwezekani. Hiyo ni hoja ya wazi na hakuna mtu atapinga. Tunafahamiana? Wewe hukuwepo, ushapatikana sasa, mashallah upo, unajulikana huku na kule. Shule ulosoma rekodi zako zipo, hospitali ulikowahi kutibiwa wameweka rekodi, wizara ya mambo ya ndani na kujua we raia wa nchi hii, na kila pahala. Mungu ardhi yake, vinavyoingia humu vyote anavijua, anavimonita. Kaumba na anajua kuhifadhi alivyoviumba. Wewe umkadirie kwamba jambo hili tu la kunifufua mimi ndo litamshinda, hilo moja tu, hayo yote hayaweze ili limshinde. Wewe una upungufu kiasi kikubwa sana kukataa kuwa huwezi kufufuliwa. Mbona hubishi kuwa hakukuumba yeye? Nafahamiana Kwa hiyo katoa hoja na dalili ya kutosheleza kabisa kwamba uwezo wa kumfufua mtu aliyekufa anao, na atafanya hivyo, atamfufua mtu aliyekufa. Ibtadaati suratul karima, imeanzwa mwanzo wake sura hii tukufu, bilqasami bisamai, kwa kuiapia mbingu, dhati alkawakibi satia, yenye manyota tele yaliyojaa. Mbingu ina nyota nyingi. Allati tatali'u laylan litadhi'a linnasi subulahum, nyota ambazo usiku huwa zinachomoza, zinaangaza ili kuwapa watu nuru waweze kuongokewa na majia yao, waende na warudi. Maana watu mchana wanaona kwa nuru ya jua, kunakuwa kweupe sana mchana, lakini jua likitoweka ukiingia usiku panakuwa na kiza. Mwezi husaidia, lakini kuna siku nyingine hazina mwezi, nyota ndo zinachukua makamo hayo. Kwa hiyo watu wanasafiri njia za majini, baharini, mitoni, maziwani, wanasafiri majangwani, wanasafiri kwenye barabara mijini, na wanazitumia sana nyota kujua mielekeo ya safari zao. Wanasafiri angani vile vile, wanajua nyota hii siku zote hii na hii zinakaa katika uwiano wa poles. Hii lazima iwe ni mwelekeo wa North Pole, na hii lazima iwe South Pole, kama zilivyo Procyon na Canopus. Zimekaa hivyo maisha, na kila utakakokwenda zipo hizo. Kwa hiyo wewe kama ni msafiri unajua hii Procyon, kwa hapa nilipo na pale ilipo Procyon, kwetu kuko usawa huu, kwa hiyo unaelekea. Na nyingi ziko, wataalamu wa mambo ya usafiri, hasa wavuvi, watu wa pwani, wanaelewa kuzitumia nyota. Kwa hiyo Allah kaipamba nyota, kaipamba mbingu kwa manyota mengi,
ambayo yanatumika kuwaongozea watu na safari zao na njia zao. Liyahtadu biha fi dhulumati albarri walbahri, ili wazitumie kujua mwelekeo wakiwa katika viza vya barani na viza vya baharini. Ala anna kulla insanin, hicho ni kiapo Mwenyezi Mungu kazia pia nyota. Kaapa kwa kiapo hicho kwa kuapia. Maana ya kuapia ni kwamba kulla insanin, kila mwanadamu, qad wukila bihi man yahrusuhu, kawakilishiwa malaika mwenye kumlinda au kuhifadhi anayoyatenda. Wewe ukiongea hayo maneno si kama ndio yanapotea bure. Si ushaongea, ushatukana sana, ushaimba sana, ushatania sana, ushatongoza sana, si maneno tu yanatoka kinywani mwako ya kawaida, lakini wallahi hakuna neno linalopotea. Kila neno limehifadhiwa, yote ya mzaha, ya kweli, yenye faida, yenye hasara, mazuri, mabaya, yamehifadhiwa. Una miguu miwili wewe unatembea, lakini mpaka idadi ya hatua wewe ulizotembea zinaandikwa. Yani usifikiria ya mambo ya monitoring yamo kwenye maofisi tu, kwamba kuna watu wanaokuwa wakasajili vitu na hivi, alafu kuna na maauditor wanapita kufanya ukaguzi. La, Allah ndo kaanzisha hicho kitendo hicho, na anakifanya mpaka siku ya Kiyama. Kila atakayekuja kupewa shtaka lake, kupewa mambo yake, anapewa kwa uthibitisho na ushahidi kamili. Hakuna linalopotea. Kila binadamu anao wanaomhifadhia matendo yake, maneno anayoyasema, hatua anazotembea, vitu alivyoviangalia kwa kutumia macho yake mawili, maneno aliyoyatamka mdomoni mwake, idadi yake, mazuri na mabaya. Kila unachotenda haiwi kwamba ndo bure tu, hiyo neema umepewa utumie ikawa haifuatiliwi. Mwenyezi Mungu anafuatilia kazi zake zote, mambo yake yote aliyokupa anayafuatilia vizuri, yanahifadhiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wa tariq, wama adraka ma tariq, an-najmu thaqib, in kullu nafsin lamma alaiha hafiz, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiqin, yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu ala raj'ihi laqadir, yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.